Shalom, Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninawasalimu wapendwa katika Kristo. Shalom, shalom. Wajakazi wenzangu, wanawake wote kutoka sehemu mbalimbali mnaonifuatilia katika chaneli hii, pamoja na waimbaji mbalimbali wa kike. Najua hapo waimbaji wanaonifuatilia. Pia napenda kuwasalimu wote na kuambia amani ya Bwana Yesu Kristo iwe pamoja naye. Ninamshukuru Bwana Yesu Kristo kwa neema hii na nafasi nyingine aliyonipa ya kuweza kufika siku ya leo. Ametukinga na mengi, ametuepusha na mengi, hata kusimama siku ya leo ni kwa uweza wake. Ninamshukuru pia kwa kuzidi kusema nasi juu ya mambo mbalimbali ili tuweze kubadilika na kutengeneza njia zetu na kuweza kumrudia yeye kabla wakati haujaisha. Basi siku hii ya leo, kabla hatujaanza, naomba kwanza kwa kumkaribisha Roho Mtakatifu ndipo nipate kusema kile ambacho Bwana Yesu Kristo amenipa na niweze kuwafikishia siku ya leo. Amen. Baba, katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti, wewe ni Mungu usiyeshindwa, wewe ni Mungu unayeweza yote. Wewe ndiye muumbaji wetu, wewe ndiye kiongozi, wewe ndiye mwanzilishi wa yote, wewe ndiye unayetufundisha, kutuonya, kutuelekeza, kutusahihisha ili tupate kuwa sawa na mapenzi yako. Ninakuita mfalme wa falme, Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu. Karibu utawale mahali hapa, karibu utawale kinywa changu. Uongoze na kusema yale uliyokusudia Bwana. Nisiongeze wala kupunguza, bali yale tu uliyokusudia Yesu Kristo nipate kufikisha mbele ya watoto wako Baba, niyafikishe hayo. Ninaomba unitawale, Roho Mtakatifu niongoze. Karibu ufunika mahali hapa kwa damu yako Yesu Kristo. Uwepo wako na nguvu zako zitawale, bali adui asipate nafasi mahali hapa kuzuia kusudi lako lisifike kwa watoto wako Bwana. Ninaomba Yesu Kristo utawale hata msikilizaji atakayesikiliza Bwana. Ukaguse moyo wake, ukaseme naye, ukaondoe kiziwi, ukamfungue masikio apate kusikia yale uliyokusudia yasikie na akapate kumbadilisha. Ni katika jina lako Yesu Kristo nimeomba na nimeamini imekuwa. Amen. Amina, haleluya. Basi ninasema tena kwa mara nyingine, namshukuru Bwana Yesu Kristo kwa nafasi hii aliyonipa ya kuweza kuja mbele yenu. Sitaongea sana, ila ni ujumbe juu ya waimbaji. Haleluya. Waimbaji wote wanaosema wanamwimbia Bwana Yesu Kristo. Naongelea waimbaji wote wanawake wanaosema wanamwimbia Bwana Yesu Kristo. Ujumbe huu ni wa kweli. Bwana anasema wapo waimbaji ambao wanamwimbia kimwili, hawaimbi katika roho na kweli. Hawaimbi kwa kumaanisha kwamba wanamwimbia Bwana Yesu Kristo. Hawaimbi ili wamtukuze Bwana Yesu. Haleluya. Wanaimba kimwili, wanaimba kwa akili zao, wanaimba ili kupata maslahi kadhaa kutoka kwa watu. Haleluya. Haya ni maono ambayo niliyaona usiku wa kuamkia leo. Ni maono, haleluya, niliyoyaona usiku wa kuamkia leo. Niliona kwamba tupo katika darasa. Wanawake wengi. Wanawake wengine walikuwa ni walokole na wengine walikuwa ni watu wa kidunia hata hawajaokoka. Lakini nami pia nilikuwepo pale kwenye lile darasa. Tukawa tumekaa kwenye viti. Alafu yupo mwalimu ambaye alikuwa anatufundisha. Na wakati anatufundisha alikuwa ameshika kiboko, anatembea darasani, mwanzo wa darasa mwisho, kama anatufundisha
jinsi gani ya kuimba, jinsi gani ya kuimba, yani ili tuimbe vizuri. Wakati anaendelea kufundisha, alikuja karibu yangu akanipoint, akaniambia simama uanzishe wimbo. Nikasimama nikaanza kuimba. Nakumbuka tu kuna wimbo nilikuwa naimba katika maono hayo, wimbo mzuri sana, ulikuwa kuabudu. Nitamwomba Bwana anikumbushe. Ni wimbo mzuri sana wa kuabudu. Wakati nimesimama naanza kuimba ule wimbo, wenzangu wale waliokuwa wamekaa walikuwa wanapaswa waitikie. Nikaanza kuimba ule wimbo, mara ya kwanza wakaweza kuitikia. Maana niliingiza kwenye kitikio wakaitikia vizuri. Lakini baadaye mimi nikawa naendelea kuimba ili nirudi tena niwaingize kwenye kitikio. Lakini ghafla wakati nawaingiza kwenye kitikio hawakuwa wanaitikia, bali kila mtu alikuwa anaongea maneno yake, wengine wanamumunya maneno, wengine tu na wanaimba ile kutokujali. Yaani mwingine anaimba huku anashika hiki, huyu mwingine anatafuna, huyu mwingine anafanya, yaani kama mizaa kutokujali na kitu ambacho kinaendelea pale. Sasa mimi nikawa nimeupenda ule wimbo, naimba kweli nikimaanisha ili wenzangu waitikie, lakini wao wote wakawa hawafanyi vile. Na wapo wanawake waliokuwa wameokoka kule, na wapo wengine ambao walikuwa wapagani tu, bado hawajamjua Bwana. Baada ya kuona vile wanafanya, sikufurahia. Nilisimama kwa jazba, kwa hasira niliyokuwa nayo, kwa sababu walikuwa hawaimbi jinsi ninavyotaka. Nilisimama nikaanza kuangalia darasa zima, nikawaambia, ninyi nyote mnaimba kimwili, hakuna anayeimba katika roho. Ninyi nyote hapa mnaimba kimwili. Na ndio maana mmeshindwa kujua nimewaingiza wapi, muimbe wapi, kwa wakati gani. Mpo kimwili, ampo kiroho hapa. Mnaimba tu ili mradi. Hamna mtu ambaye yupo kiroho hapa. Wote mpo kimwili. Sasa nilivyokuwa nikiongea vile, kuna mwanamke mmoja alinyanyuka. Yeye alikuwa ni kama wa kidunia tu. Alinyanyuka akaanza kunifokea. Akaniambia, "Wewe unatuambia sisi hatupo kiroho. Wewe unataka tuimbeje? Si tunaimba hapa, si tunaitikia." Nikamwambia, "Haya tusibishane. Hebu uendelea kuitikia jinsi nilivyokuwa nawaingiza kuitikia." Naye alishindwa. Kwa hiyo ikawa tunagombana, namwambia haupo kiroho, kubali haupo kiroho. Unaimba kimwili, unaimba tu kwa akili zako, haupo kiroho, kubali. Sasa nilivyoona anabisha sana, sikuendelea naye, nikajikuta nimepiga magoti pale chini, nikaanza kama kulia kwa uchungu sana. Wakati nimepiga magoti, nimeinama pale chini, mwalimu akaongea kwa ukali, akawaambia wote darasani, maana sasa kila mtu alikuwa anasumbua, anaongea anachotaka. Mwalimu akaongea kwa ukali, akasema, "Nyamazeni wote. Ni kweli anachosema. Ninyi hampo kiroho, mnaimba kimwili. Mnaimba tu ili kujifurahisha. Hampo kiroho mahali hapa." Sasa alivyowaambia hivyo, mwalimu naye akawa amechukia, akachukua fimbo. Akaanza kuchapa kila mmoja darasa zima, akawachapa fimbo za migongo, kila mmoja akawachapa fimbo. Lakini alivyokuwa anafika karibu yangu, yani nikawa nashuhudiwa kama yeye anawaza, anasema, "Huyu sasa nisipompiga au wengine watahisi nini?" Lakini mimi nilikuwa nimevaa viatu kwenye miguu. Mwalimu alichokuja akawa kama anapiga soli zangu za viatu. Kwa hiyo hakunichapa mimi, aligusa soli zangu za viatu. Lakini namshukuru Bwana kwa the way nilivyopata kufunuliwa kupitia Roho Mtakatifu na mjakazi mwingine, nikapata kuelewa. Kwa hiyo pale ikaishia hivyo. Nikashtuka kwenye maono wakati Bwana yani pale maono yale yalikuwa yanamaanisha ni kama waimbaji walikuwa darasani wakifundishwa na Bwana. Yani Mungu mwenyewe alikuwa akifundisha jinsi ya kuimba. Na pale akatujulisha kwamba ni kweli waimbaji wengi hawapo kiroho. Wengine wapo ndani ya wokovu, wanasema wameokoka, lakini
hawapo kiroho katika kumwimbia Bwana, na wengine ni wapagani kabisa, lakini pia nao wako busy wanasema wanamwimbia Bwana, lakini mbele za Bwana Yesu Kristo, haleluya, wote Bwana anawaona wapo kimwili, hawapo kiroho. Hawaimbi nyimbo zao kwa kumtukuza Bwana, hawaimbi nyimbo zao kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Na hata wanapokuja wakaambiwa kwamba nyimbo ni nzuri, lakini unachoimba sio mapenzi ya Bwana, sio sawa sawa na kusudi la Bwana, huwa hawapendi. Wanaona kama wameonewa wivu, wanaona kama huyu mtu anawachukia, na ndipo inaishia ugomvi. Lakini Bwana yupo tayari kuadhibu wale wote ambao wanamwimbia kinyume na mapenzi yake. Haleluya. Na ndio maana Bwana kanipa ujumbe kwa waimbaji wote wa Kristo wanaosema wanamwimbia Bwana Yesu Kristo. Wapo ambao, haleluya, wanaimba nyimbo lakini hawaimbi katika roho na kweli. Haleluya. Wanaimba kimwili, wanaimba ili kutafuta pesa, wanaimba ili kuwa maarufu, wanaimba ili kupata sifa mbele za wanadamu na sio mbele za Mungu. Wanaimba ili kuvutia watu watazama, kuwasifia na kuwafanya wajione kwamba wao ni zaidi. Wengine wanaimba kwa mashindishano. Wanawake wengi wanaimba kwa kushindana, mimi nionekane bora kuliko huyu, mimi nionekane star kuliko huyu. Na ndio maana hadi sasa hivi wanajipa majina. Yaani utakuta watu wanajiita wa Kristo wanaimba nyimbo za Bwana, lakini utasikia star. Kweli mbele za Mungu unaifanya kazi ya Bwana alafu unajiona ni star. Kumbuka star iliyokuwa star kweli, nyota iliyokuwa nyota mbinguni ya kuimba, ambaye ni Lucifer, aliyekuwa malaika wa kuimba, alikuwa akiinama kiinuka nyimbo mbalimbali, sauti mbalimbali, lakini alipojiinua Bwana alimshusha mpaka chini kuzimu, na anaisubiri adhabu yake. Sasa wewe mwimbaji unasema umeokoka, unampenda Yesu Kristo, alafu unaimba kwa ajili ya kujifurahisha, kwa ajili ya kupata pesa, kwa ajili ya kuwa maarufu, kwa ajili ya kuwa star, Bwana anasisitiza atakuadhibu siku ile. Atakuadhibu. Sasa hivi utafurahia maisha, utaona una pesa, una magari, umekuwa mtu maarufu, unajulikana, unashindanishwa na watu mbalimbali, ukajiona umewin. Lakini siku ile ya mwisho Bwana atawaadhibu. Mnapaswa kubadilika sasa. Enyi wanawake wa Kristo mnaomwimbia Mungu nyimbo mbalimbali, wapo wengi mnajijua, mnaojiita wa Kristo, mnalitumia jina la Bwana Yesu Kristo bure ili tu kuficha uovu wenu. Mnatumia jina la Yesu kuficha uovu wenu ili watu wasiwajue ninyi ni watu wa namna gani. Lakini mbele za Mungu hakuna aliyejificha, mko wazi. Na Bwana anasema, ninyi nyote mnaoimba ili mpate mambo hayo niliyoyataja, mnaimba kimwili na wala hamuimbi katika roho na kweli. Hamuimbi ili kumtukuza Bwana. Ninasema hivi kwa sababu ukiangalia kitabu cha Amos, tuachane na Amos, twende wa Efeso sura ya 5 mstari wa 19. Neno la Bwana linasema, mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Narudia, mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Mstari unaosema nyimbo za rohoni, mkiimba nyimbo za rohoni. Kwa hiyo hapa
unapata kujua kuna watu wanaimba nyimbo za rohoni, yani nyimbo ambayo imebeba uzito au ujumbe kutoka kwa Mungu, au wimbo ambao Roho Mtakatifu amekusudia uimbe ili ujenge watu wake, ubadilishe watu wake, uponye watu wake, ufungue watu wake maarifa na umtukuze yeye pekee. Lakini wengi hawaimbi nyimbo za rohoni, wanaimba nyimbo za mwilini, wanaimba nyimbo za mafanikio, wanaimba nyimbo ili kuonyesha yale ambayo Bwana amewatendea, wanaimba nyimbo ili kuchambana. Yani naweza nikasema kuchambana kama misemo inavyosema. Mtu anaona kufuata mtu face to face kumwambia hivi na hivi hawezi, anatumia wimbo kumchamba, lakini hapo hapo ataingiza jina la Yesu. Ole kwenu ninyi mnaotumia jina la Bwana Yesu Kristo ili kuficha uovu wenu kwenye nyimbo zenu. Hakika siku ile Bwana atawadhibu. Bwana atawadhibu. Mnalitukanisha jina la Bwana, mnamdharaulisha Bwana Yesu Kristo azidi kuonekana hana thamani. Mnaimba, enyi wanawake, mnaimba mkiwa uchi, mmevaa mavazi ya aibu, mmepaka makeup, mawigi, mmeharibu uhalisia wenu Mungu aliowaumba nao. Mmeharibu na mmeonekana kama mionekano ya Jezebel, alafu mnasema mnamwimbia yeye. Katika Amos amesema, niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Hizo nyimbo mnazoimba mkiwa hivyo mbele za Mungu ni machukizo. Na wimbo kama huo uwezi ukaniambia upo rohoni unaimba, alafu una mawigi, makeup, maireni, macheni, makucha bandia, manguo yamekubana, suruali, unaniambia tupo rohoni. Hapana. Roho Mtakatifu anajua nini anachopaswa kutenda kwako wewe. Ukisema unamwimbia Bwana katika roho na kweli, na Roho Mtakatifu atakushuhudia jinsi gani unapaswa kuwa kimuonekano, kitabia, mienendo yako lazima nayo itakuwa ya kiroho ili upate kuimba katika roho. Hivyo waimbaji wote wanawake, onyo kwenu. Bwana anasisitiza, wapo wanawake wanaoimba lakini nyimbo zao sio za kiroho. Wanaimba kimwili, wanaimba ili kupata pesa, wanaimba ili kuwa maarufu, wanaimba ili kujinua, kujulikana, kuwa mastaa, lakini mbele za Mungu hawajulikani. Mungu hawatambui, wao na nyimbo zao hawatambui. Wanatumia bure jina la Bwana Yesu Kristo kuficha uovu wao kwenye nyimbo zao, lakini Bwana hawatambui. Mnapaswa kutubu na kugeuka, la sivyo Bwana atawaadhibu na mtajutia. Haijalishi umeimba kwa muda gani, haijalishi umeimba mara ngapi, haijalishi kupitia kuimba kwako umegusa watu wangapi. Yamkini wengine ni Bwana tu anakusudia kutumie kama chombo uimbe ili mvute mtu fulani kwenye wokovu. Na ndio maana unakuta mtu anasema, mbona nyimbo za mtu fulani ndo zilinifanya nikaokoka? Sio huyo mtu alikufanya uokoke, bali ni Bwana mwenyewe alitaka kukuokoa kupitia yeye. Lakini wewe unayeimba usipobadilika, Bwana atakuadhibu, na siku ile ya mwisho hautamuona Bwana Yesu Kristo. Hautauona mji mtakatifu. Makao yako yatakuwa ni jehanamu ya moto usipotubu ukaimba kwa kumaanisha kwamba ninapaswa kumwimbia Yesu Kristo. Usiimbe ukitegemea upate pesa, uwe maarufu, ujulikane. Usiimbe ili uwe na kiburi, ujiinue, uwe na pesa na magari na majumba, uonekane mtu maarufu. No, imba ili Bwana apate kutukuzwa kupitia wewe, na watu wake waliokusudiwa kuokolewa kupitia nyimbo zako wapate kuokolewa. Tambua sasa hivi shetani anainua sana waimbaji wanaosema wanamwimbia Bwana, anawainua, anawapa nyimbo na wanakuja kuziimba. Mtu ukisikia unaweza kusema wimbo si kwa kuwa tu ametaja jina Yesu au Mungu au Bwana ukafikiri huo wimbo ni wa Bwana. Pana.
Kama una Roho Mtakatifu hauwezi kuelewa. Kama una Roho Mtakatifu hauwezi kuelewa. Ndio maana hata Roho Mtakatifu anashuhudia ndani yetu. Sio kila nyimbo inayoitwa nyimbo ya Injili unapaswa kuisikiliza. Wapo waimbaji wengine wanaimba gospel, wanaimba nyimbo, lakini hawamwimbii Mungu. Wanalitukana jina la Bwana kwenye nyimbo zao, kutajataja ovyo, lakini hawamaanishi hawapo na Mungu. Kwa hiyo usiwe pia mtu wa kusikiliza, sio kila nyimbo unasikiliza kwa sababu huyu ni mwimbaji mkubwa unamsikiliza, au kwa sababu huu wimbo wake umegusa sehemu kwenye maisha yangu ukasikiliza. Hapana, ni muda wa kumwomba Roho Mtakatifu akupe hekima na ufahamu. Maana kuna nyimbo nyingine utakuwa ukijua kwamba unausikiliza, kumbe unapata uvuvio wa kipepo. Maroho yaliyoshiriki kutunga huo wimbo yanakuja ndani yako, na wewe unashikwa. Ndio maana unakuwa unazipenda nyimbo tu hizo, lakini mbele za Mungu hazikusaidii chochote. Hivyo kazi kwenu, enyi waimbaji wanawake wa gospel, mbadilike na mpate kumrudia Bwana, mkatubu na mkaimbe katika roho na kweli kwa kumaanisha. La sivyo Bwana atashusha adhabu juu yenu. Bwana atawahukumu kwa sababu aliwapa sauti, akawapa karama za kuimba ili kusaidia watu wake na kumsifu yeye, lakini mmegeuza kazi Bwana aliyowapa mkaifanya kama kitega uchumi kwenu, kama mjulikane, muwe maarufu, kuwa na viburi, kujiinua. Tambua, yule aliyejaribu kujiinua mbele za Bwana alishushwa chini mavumbini, na yule aliyekuwa chini mavumbini akainuliwa na Bwana. Hivyo jitazame wewe mwimbaji, upo nafasi gani? Je, unamwimbia Bwana katika roho au unaimba kimwili kwa kulitaja jina la Bwana ili upate maslahi yako? Tafakari na upate kuchukua hatua kabla muda hujaisha. Amani ya Bwana iwe nanyi. Shalom, shalom, shalom.